Ngoma za mirindimo ya kitamaduni kiashiria kamili cha kaya za Mijikenda tangu jadi. Ni misitu yenye mandhari ya kupendeza, wengineko kwao ni sehemu ya ibada kiasi cha kuwafanya wengine kuogopa. Kalikunda ilikuwa ikizungushwa ng'ombe nyeusi ya kipara cheupe. Sasa mazingira yote yamepotea, twakuta shida, watoto akili hawana, wengine wakisoma hawashiki. Kalikunda ilikuwa ni msitu, huwezi ukafanya chochote isipokuwa wale wenyewe wazee. Pale ambapo tulikuwa tunaomba hapa, hii kaya hii Ukunda imetafurika, palikuwa kuna kaburi, palikuwa kuna mambo yetu ambayo tukiingia hapo tunafanya, lakini ukienda saa hii hakuna. Unyakuzi wa misitu ya kaya na ardhi kwa jumla katika mwambao huu wa pwani umesababishwa na mambo matatu: tamaa, ulafi na ufisadi wa baadhi ya maafisa wa serikali wanaotumia afisi zao vibaya. Kwa hiyo wao wanauza kulingana na mpimo wa 92. Sasa tunalilia kaya, lakini mahali tupo sasa si kaya. Mabwenyenye wamenyemelea misitu hii na kujenga majumba ya kifahari. Hapa kwenye msitu wa kaya Ukunda wenye ekari 20, miti imekatwa na umevamiwa tu kwa ujenzi. Sasa hii ukienda kaya Ukunda utaona kuna sehemu ya msitu imebakia, ukienda kaya wao utaona kuna sehemu ya msitu imebakia, lakini ni msitu tu, title deeds ziko mifukoni mwa watu. Baadhi ya wazee wa kaya wakilaumiwa kwa tuhuma za kuhusika katika unyakuzi. Tulivyofanya utafiti, tulijua kwamba hawa wenzetu ndio ambao wanakula pia hapo ndani. Baadhi ya wazee wangu ambao kutoka zamani tulikuwa tunasaidiana kulinda hiyo kaya, pia walihusika katika unyakuzi wa hiyo plot na wakapokea pesa fulani. Serikali ya kaunti ya Kwale ikisalia na ahadi za kuzungusha ua katika kaya zote 28 ili kuzuia walaghai. Hatuwezi kuweka beacons ikiwa bado hatujakubaliana mipaka iko wapi. Sasa matatizo hayo ya mipaka ndio yanatuchelewesha. Juhudi za wenyeji kupata haki kutokana na unyakuzi wa ardhi zao zikisalia tu kwa ndoto, serikali nayo ikikosa kujibu maswali wanayouliza. Niki Gitonga, Nipashe Wikendi, kaunti ya Kwale.